kati ya viongozi wa kimataifa. Wakati huo tukimzungumzia Trump kuhusiana na bodi hiyo, zipo taarifa pia kwamba Marekani imeanza kusogeza silaha zake za kivita Mashariki ya Kati. Hii inaleta wasiwasi pia Irani. Wengine wanasema kiongozi wa Irani kajificha kutokana na hilo. Kabisa, na hiyo ndio taarifa kubwa sana sasa hivi duniani, namna gani meli za kivita zimekuwa zikisogea kwenye pwani ya Mashariki ya Kati, lakini hususan katika mfereji wa Hormuz. Tunafahamu kwamba kumekuwa kuna tension kubwa baada ya maandamano nchini Iran ambayo yamekuwa yakiendelea, na tulishuhudia Trump alisema wazi kabisa kwamba anatamani kufanya regime change katika nchi ya Iran. Kwa hiyo baada ya kukosekana usalama wa Mashariki ya Kati, cha kwanza safari za ndege zimegairishwa Mashariki ya Kati. Nchi nyingi za Saudia, Bahrain, Kuwait, Qatar zimeweza kufunga anga zao kwa sababu inataja kwamba kuna surprise ya attack ya Mashariki ya Kati, na Trump ameidhinisha vinu vyake vya kivita kuelekea Mashariki ya Kati, kuanzia hizo ndege za kivita F-15, F-16 kuelekea Mashariki ya Kati. Na tulisema kwamba Iran alisema kwamba kama akiweza kushambuliwa basi ataenda kulipua na kuangamiza maslahi ya Israeli na maslahi ya Marekani katika eneo Mashariki ya Kati. Lakini taarifa za jana za juzi zinasema kwamba Ayatollah Khamenei, supreme leader, kiongozi mkuu wa Iran, amekuwa akihifadhiwa kwenye mahandaki. Unafahamu kwamba ana umri miaka 87, ni kiongozi ambaye anamtegemea katika hekima na katika kuongoza taifa. Kwa hiyo hatujui huu mpango wa Marekani kuelekea Mashariki ya Kati, je, ni mpango wake wa kwenda kuondoa utawala wa Ayatollah? Kwa sababu kwa kweli tangu Bush, utazama Bush mdogo, Bush mkubwa, wakina Biden, wakina Obama, wote walikuwa na mpango wa kuhakikisha kwamba wanaenda kuondoa utawala wa Ayatollah Khamenei. Kwa hiyo nakikutazama viongozi wote hao wameshindwa kuondoa utawala. Lakini vile vile wametumia vikwazo tangu mwaka 1979, wametumia boycott, wametumia sanction, wametumia divestment, wameshindwa kuondoa utawala wa Ayatollah. Kwa hiyo wanahisi kabisa kwamba baada ya vikwazo vikubwa vya kiuchumi, Iran imezoofika ndani, hamna ule umoja wa kitaifa ambao umetegemea, kuona kwamba huu ni wakati sahihi wa kuweza kuondoa utawala wa Ayatollah Khamenei. Kwa hiyo imekuwa kweli taarifa kubwa sana Mashariki ya Kati ambayo inatishia usalama. Na nimeona hata hapa tulikuwa tunaangalia asubuhi kwamba unaona kwamba kuna bei, kama vita ikitokea, bei ya mafuta itapanda, kwa sababu unafahamu mfereji wa Hormuz umekuwa ni mfereji ambao ni mnyororo au ni jiografia ya kimataifa ya kupitisha mafuta. Kwa hiyo inapotokea vita, meli ambazo kwa siku moja zinapita zaidi ya meli 500 kusafirisha mafuta Ulaya, Afrika na Ghuba ya Uajemi. Kwa hiyo kama vita ikitokea, itakuwa ni hasara kubwa ya kiuchumi. Lakini Iran wamesema kwamba hii, kama vita ikitokea, ndio itakuwa mustakabali wao wa mwisho, kwamba Irani iwepo au isiwepo. Kwa sababu unafahamu Marekani kusogea Mashariki ya Kati, maana kwamba Israeli anasogea, Uingereza anasogea, Canada anasogea, nchi zote zile ambazo zimekuwa zikiamini katika, unasema, kusambaza demokrasia ya kimagharibi katika eneo la Mashariki ya Kati. Asante sana kwa maoni yako kupitia kwenye namba yetu 0683802966. Malala kutoka Sepuka anasema inawezekana pia mke wa Bobi Wine ilo tukio alijafanywa na wanasiasa bali ni wahuni wa mtaani. Kutoka Sepuka kule ametuandikia maoni yake. Lakini vipi mkimche haya wewe na hasira za soka huyu. Timu zenu mbovu naamka na hasira kweli. Watu walivungwa. Naitwa Robert Ndauka kutoka Mburahati Barafu. Mchambuzi msomi, kwa makini sana na mtu anaelia sana msibani. Kuna mfiwa, kuna aliondokewa, na siku zote mtu aliyefiwa haliagi mbele za watu. Haya, kaandika mafumbo yake. Ndikana kaeleweka. Bora mwongea kifalsafa sasa. Mwongea kifalsafa. Naitwa Maganga Wilson, nipo 92.1 Mwanza. Exaudi, naomba kuuliza, ni kweli Benjamin Netanyahu anapenda vita kuliko anavyompenda mke wake? Ni kweli kabisa. Chungu naomba jibu. Ni kweli kabisa. Kweli. Netanyahu anaamini Netanyahu anaamini kwenye vita kufikia amani kuliko mke wake. Netanyahu anaamini kwenye vita kwenye kufikia amani. Yeye anaamini ili tuipate amani lazima tupigane vita. Hamna kukaa kuzungumza. Hamna kuzungumza. Mkizungumza mwezi kuelewa. Netanyahu yeye anaamini kabisa kwamba tukipigana, kwanza ndio waziri mkuu ambaye amerudi mara nyingi katika serikali ya Israeli na katika bunge la Knesset. Kwa hiyo yeye na yeye huwa wakimrudisha, kimkakati. Wamemrudisha, angalia, wamemrudisha, amewamaliza Hezbollah,
ndio hii Hassan Nasrallah yupo kule Lebanoni. Amerudi mamlakani, wakina Yahya Sinwar, wakina Ismail Haniyeh, wote sio viongozi wa Hamas na wamefariki. Kwa hiyo wamemrudisha. Kuna mpango wa kuweza kuimega West Bank. Zaidi ya walowezi 500 wanaenda kujengwa majumba katika ukanda wa West Bank ambao katika sheria za kimataifa ni eneo la Palestina. Lakini vile vile wamemrudisha. Leo hii Gaza inajenga upya, lakini mpango wao ni kuondoa watu wa Gaza na kutafuta makazi watu wa Israeli. Kwa hiyo anaamini kwenye vita, kwenye kufikia amani. Bwana Maganga Wilson kutokea 92.1 wana Mwanza pale. Basi ni kweli, wewe chukua kama alivyosema Mchungu. Ni kweli bwana anaamini sana vita. Inawezekana kuliko mkewe. Sisi tutarudi hapa kwa ajili ya morning, kwa ajili ya wino mzito, lakini mengine mengi ambayo tumekuandalia. Endelea kutucheki kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Morning Express. Kutokea Mikocheni, Dar es Salaam. East Africa Radio. Ni East Africa Radio. Ni East Africa Radio. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Wewe bado haujui michongo ya leo inaletwa na